ujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Dominika ya 5 ya Pasaka, tuko mwaka C. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura 14, mstari wa 21b hadi 27. Walitoa taarifa ya mambo aliyofanya Mungu pamoja nao. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, Paulo na Barnaba walirudi Listra na Ikonia na Antiokia katika Pisidia. Waliwaimarisha wafuasi roho na kuwatia moyo waishikilia imani, wakiwaambia, yatupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kupitia masumbufu mengi na taabu nyingi. Kila mahali waliweka wazee, kwa kufunga na kusali waliwaweka katika ulinzi wa Bwana waliyemsadiki. Walipita nchi ya Pisidia, wakafika Pamfilia. Huko wakalihubiri neno katika Perge, wakashukia Ataria. Kutoka huko wakisafiri kwa meli mpaka Antiokia, ndipo walipokuwa wameombewa neema ya Mungu kwa kazi walioitimiza tayari. Baada ya kufika, walifanya mkutano wa kanisa la huko, wakatoa taarifa ya mambo aliyofanya Mungu pamoja nao, na ya kuwa amewafungulia watu wa mataifa mlango wa imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 145 mstari wa 8 na 9, 10 na 11, 12 hadi 13 anaba. Maneno ya kiitikio. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Bwana ni mwenye huruma na mpole, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili. Bwana ni mwema kwa wote, na huruma yake juu ya viumbe vyake vyote. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Kazi zako zote zinakutukuza, e Bwana. Wachanji wako wanakusifu, wanautaja utukufu wa ufalme wako, wanauhadithia uwezo wako. Nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Ili wawajulishe wanadamu matendo yako makuu,
na fahari tukufu ya ufalme wako. Ufalme wako ni ufalme wa nyakati zote, na utawala wako wadumu kwa vizazi vyote. Nitalisifu jina lako daima na milele, Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima na milele, Mungu wangu mfalme. Somo la pili. Ufunuo sura 21 mstari wa 1 hadi 5a. Atafuta kila chozi katika macho yao. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita, na bahari haipo tena. Nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umetayarishwa kama bibi harusi aliyejipamba kwa ajili ya mume wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema, tazama, hema ya Mungu kati ya wanadamu, naye atakaa kwao, nao watakuwa taifa lake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi katika macho yao. Hakutakuwa tena wala mauti, wala sikitiko, wala kilio, wala maumivu, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamepita. Yeye aliyeketi katika kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote upya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Amri mpya nawapeni, mpendane, asema Bwana. Kama mimi nilivyowapenda, nanyi pia mpendane. Somo la Injili. Injili Yohane sura ya 13 mstari wa 31 hadi 33a, 34 na mstari wa 35. Amri mpya nawapeni, mpendane. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Baada ya Yuda kutoka karamuni, Yesu alisema, sasa Mwana wa mtu ametukuzwa na Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu akiwa ametukuzwa ndani yake, naye Mungu atamtukuza pia, na atamtukuza mara. Watoto wangu, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapeni, mpendane. Kama mimi nilivyowapenda, ninyi pia mpendane. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wafuasi wangu mkipendana. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.